35 mpaka mstari wa 36. Neno la Mungu linasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakayeiona nchi hiyo nzuri iliyowapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, huyo ataiona. Nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Kitabu kile cha Esau sura ya 14 mstari kuanzia ule wa 24. Kitabu cha Esau sura ya 14 kuanzia mstari wa 24. Biblia inasema, lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Basi Waamaleki na Mkanani wakakaa katika bonde. Kesho geukeni mkaende jangwani kwa njia iendayo bahari ya Shamu. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu unungunikiao hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli waninungunikiavyo. Waambieni kama nishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hawa walionungunikia, hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Haleluya. Isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Ni safari ambayo inazungumza kwa habari ya safari ya wana wa Israeli walipokuwa wametimiza miaka ile ya kukaa utumwani, kama Biblia isemavyo, kama walivyotangulia kunena, ambavyo Mungu alimwambia mtumishi wa Mungu, ambavyo Mungu alinena kwamba watu hao wataingia katika nchi ya Misri, watakuwa watumwa kwa miaka mingi. Na ndivyo ilivyotimia. Wamekaa katika nchi ya Misri, wamekaa katika hali ya mateso na kila aina ya shida. Hasa mpango wa Mungu unatokea kwao ili awatoe waondoke katika nchi ya Misri, aende kuwapeleka nchi ile aliyowapia baba zao, kwamba wao watakuwa ni wenyeji katika nchi moja inaitwa Kanaani. Kwa leo Kanaani ni Israeli, na hiyo nchi aliwapia baba zao. Manake nini? Kama Mungu aliapa kwamba watakwenda, haijalishi ni kizazi cha ngapi, lakini Mungu akisema amesema, na alitimiza ahadi. Wanatoka wanakwenda sasa kuelekea huko. Musa kama kiongozi wao anawapeleka,
Israeli ni taifa teule kabisa, wanatoka katika nchi ya utumwa, wanaelekea katika nchi Mungu ambayo aliwaidia kwamba wataingia. Wakafika njiani, wakaanza kunung'unika, kama tulivyosoma kwamba Mungu akasema, nimewasikia manung'uniko ya wana wa Israeli wanaonung'unikia. Katika manung'uniko manake kuna hali ambayo mtu siyo ya kumpendeza Mungu. Maana katika manung'uniko kuna hali ya kukata tamaa juu ya Mungu wao. Ndivyo Israeli walivyofanya. Manake Mungu alitegemea kwamba hawa watu nimewatoa katika nchi ya utumwa, sasa wanakwenda katika sehemu ambayo baba zao niliwaapia kwamba wataingia. Taifa la Israeli wakanung'unika njiani, kama neno la Mungu linavyolisoma. Wengi wao wakafa, wakapotea katika ile safari wakati wananung'unikia Mungu. Nini maana yake? Kuna watu ambao katika safari ya wokovu, wewe ni taifa teule, wewe Mungu amekuchagua, lakini umeokoka. Kuna sehemu ambayo unaelekea, kwa sababu Biblia inasema sisi ni wapitaji. Sisi kuna sehemu ambayo tunakwenda. Sisi sio watu wa kudumu katika ulimwengu, na viongozi wapo wanaotuelekeza kwenda mbinguni. Israeli walikuwa chini ya Musa anawaongoza, na Musa anazungumza na Mungu, na kilichotoka kwa Mungu, Musa akawaambia wana wa Israeli ya kwamba Mungu anakitaji hiki, mfanye jambo hili. Waisraeli wengine wakasikia, lakini ilipofika wakati wakapuuzia yale maagizo Mungu ambayo amempa Musa. Ni sawa na kanisa la sasa. Kiongozi wako yupo ambaye ni Musa, anakuelekeza wa kizazi hiki, kukutoa katika nchi ya utumwa. Umetoka, umeshaanza safari, upo katika sehemu fulani umefika. Manake ulikokuwa kule hujaokoka, ulikuwa ni mtu ambaye umekaa katika nchi ya utumwa, uko katika mateso. Wengi tunakumbuka tulivyoteseka kabla hatujaokoka. Tulikuwa tunaminywa na wachawi, tulikuwa tunarogwa usiku na mchana, tulikuwa magonjwa, kwetu ilikuwa ni kituo cha magonjwa, kila aina ya shida ilikuwepo kwetu. Lakini ukatoka kule ambako ulikuwa unaminywa, sasa umeingia katika safari ya kuelekea Kanaani. Katika Biblia, katika waimba nyimbo kwenye tenzi, kuna mtu mmoja akatunga wimbo mzuri sana, anasema kule kwa Baba hakuna hata kitu kilicho kiovu. Anasema nyama na vitu viovu hamna. Anasema kule hakuna makaburi. Anasema kule hakuna kilio. Anasema kule hakuna msiba. Anasema kule ni raha. Anasema kule malaika wanasifu. Anasema kule ni sehemu ambayo tutafurahi pamoja na Yesu Kristo. Lakini safari umeianza, ndani yako unayo manung'uniko. Manung'uniko yako ni yepi? Unaona Mungu amekuacha kwa sababu ya mambo yako hayaendi. Unasema Mungu amekuacha kwa sababu ya mambo yako fulani labda yameenda tofauti na mawazo yako. Unasema Mungu amekuacha. Sikia, katika mchana wa leo, Mungu hajakuacha, bado yuko pamoja na wewe. Lakini wewe kaza imani yako, siku moja ipo inafika, watatambua ya kwamba wewe sio mtu